kitaifa, bendera ya nchi hii na taifa hili inapepea kwenye mlingoti mmoja. Kama Simba, Yanga na Azam watafanya vizuri kwenye association, tunaongeza alama, kwa maana kwamba kwenye taifa hili tunakuwa ni kawaida yetu kwenda kupeleka wawakilishi wanne kama wenzetu wa Morocco, pia wa Misri. Ndio maisha yao kwenye hasa kwenye haya mashindano ya kimataifa. Kwa mimi kwa upande wangu nimekuja kuangalia timu ya wapinzani wangu kwa maana kwenye ligi, lakini kimataifa ni marafiki zangu kama wanaweza wakaenda kuvuka kwenda katika hatua ya makundi. Mchezo leo unaona utakuwa mgumu kiasi gani kwa wapinzani wako au ndugu zako Young Africans? Mchezo utakuwa ni mgumu sana. Kwanza hawa Silver Striker wana maswali mengi ambao wanaenda tena kuwauliza Yanga. Tumeona mechi ya kwanza kule Yanga alienda akacheza kwa dakika zote 90. Silver Striker issue ya kwanza alienda kumheshimu mpinzani na pia alienda kutoa off. Kwenye vita yoyote off ni adui nambari moja. Ukiangalia Silver Striker imeenda kutoa hofu ya aina yoyote na ndio kaenda kupambana na Yanga na ikaenda kuwini walau goli moja. Pia pengine kule wangeongeza ubora kidogo tu kwenye namna ya safu ya ushambuliaji, wangeenda kupata walau hata magoli mawili. Lakini leo ni siku ya Yanga kwenda kuuliza maswali kwamba mlitufungaje, na tukiangalia timu ya Malawi kidogo kwa performance na timu ya Yanga Afrika, Yanga inaonekana kidogo iko juu. Lakini ile timu ni timu nzuri kwa sababu haina hofu. Kwenye vita yoyote ile, hofu ni adui namba moja kwenye vita. Nadhani mmeona hata walipofika airport, wanaonekana timu ambayo imerelax, inaamini kama huu ni mchezo kama wa kawaida. Kwa hiyo kwenye vita yoyote mbinu ya ushindi ni kuitoa hofu. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu naenda kuwapa 50 kwa 50. Yanga kama hatoenda kuboresha yale mapungufu ambayo yapo kwenye kikosi chao, leo anaenda kufungwa, kwa sababu ukiangalia Yanga inakuwa ina idadi kubwa sana kwenye eneo lao la ulinzi, lakini inaacha magepu mengi sana. Inaacha ile maeneo ambayo mipira inakuwa inapita kiurahisi sana. Kama hawataenda kuboresha yale mapungufu ambao waliyaona kule, Yanga wanaweza kwenda kuadhibiwa tena. Sehemu gani unaona Young Africans kwenye mchezo wa mwanzo walifeli sana na mchezo wa leo waboreshe zaidi ili washinde? Mimi nadhani niliangalia kwenye upande mzima wa safu nzima ya ulinzi pale. Kwa sababu niliona sijui pengine ni kocha mfumo wake, wakati ule goli linatokea nilimwona Max amekuwa kama beki vile. Alienda kumzuia yule striker. Kwa moja kwa moja issue kubwa sasa hivi kwa upande wa Yanga ni eneo zima la ulinzi. Diala anafikiwa kwa haraka sana. Tumeona hata mechi ya Mbeya City makosa ambao walienda wakayafanya ni ubora tu wa Diala ndio wakaenda kuokoa. Kwa hiyo issue kubwa kwa Yanga ni upande wa ulinzi. Pia mastreka wa mbele kule wakina Prince Dube waende wakaongeze ubora. Wanapata nafasi nyingi sana. Unajua kila shape kama nilivyosemaga mwanzo inabadilika kutokana na aina ya mpinzani ambao unacheza. Leo hii unacheza na Silver Striker, pengine wanaweza kukupa nafasi kama 3. Usipozitumia zile nafasi 3 ina maana huwezi kwenda kupata kwa timu nyingine ambayo kama Yanga wataenda kuvuka daraja lingine. Unaweza kucheza na timu ambayo ina high profile kidogo, inaenda kukuzima zile nafasi. Unaweza kupata nafasi moja ambayo inatakiwa hiyo nafasi moja uende ukaitumie. Tunaonaga timu zingine zinavuka kwa goli hilo moja. Unaweza kukuta Silver Striker wakaja na mbinu nzuri sana ya kwenda kumdhibiti leo Yanga. Kama wataenda kwa kushambulia Yanga dakika 90 mpaka na kuhakikishia mechi inaweza ikawa bado haijaisha, kwa maana kwamba Yanga wanaweza kawa hajapata goli. Lakini wakienda kupaki basi wanawaruhusu Yanga wawashambulie zaidi na wanaweza kaenda kufanya maeneo yao makosa kwenye maeneo yao na wakaenda kupata goli kwa urahisi. Williams, mchezo wa kwanza Silver Strikers walionekana wanajiamini sana, wanagonga pasi hadi kwa Young Africans. Mchezo leo unawaambia nini? Waende wakacheze tu vile vile, kwa sababu mimi yote mawili nayafurahia. Kitokea wamefungwa pia nalifurahia, nitampigia makofi uchizifunga, wakifungwa pia mimi ndafurahia. Kwa hiyo lolote litakalotokea mimi kwa upande wangu mimi ni mnufaika wa furaha tu. Leo mechi ya leo mimi sina huzuni. Lolote litakaloenda tokea mimi nanufaika kwa furaha tu siku ya leo. Kwa hiyo moja kwa moja, lakini kwa sababu tuko kwenye taifa hili, Yanga waende wakaboresha viwango vyao. Leo hii wamemfukuza Romain Folz, yuko na kocha wao Mabegi. Mabegi anatakiwa akaoneshe nini ambacho Romain Folz alikuwa hana. Pengine Mabegi asije katanguliza Mabegi airport na yeye baada ya mechi hapa pia akaenda akafukuzwa, kwa sababu watu wengi sana wanamlaumu Romain Folz, lakini issue kubwa kwa Yanga wachezaji wameshuka viwango. Bwana William, geuka nyuma kidogo ndugu yangu. Pone ndugu yangu wa damu bwana Uchizi Vunga. Bwana huyu ndio ametuonesha namna gani kiungo wa ushambuliaji anacheza. Naye ana bleach kama Pacome Zouzoua, lakini yeye ameenda kutuonesha utofauti kwamba kiungo wa ushambuliaji anatakiwa atoke mpira kwenye eneo lake na ausogeze mpira kwenye eneo la mpinzani na aende akaassist. Ndio alichoenda kutuonyeshia Uchizi Vunga. Yeye hakufunga, ila aliweza kudrive mpira kutoka kwenye eneo lake kusukuma kwenye eneo la mpinzani. Kwa ndugu yangu wa damu, Uchizi Vunga, ndugu yangu wa damu, ni vita tu ilitutenganisha. Timu Uchizi Vunga. Mimi leo moyo upo Malawi, mwili upo Jangwani. Tumeangalia kitu ambacho wamekifanya Young Africans cha kwanza ili kuanisha kwamba wanahitaji kwenda makundi. Ukigeuka nyuma yako mashabiki ni wengi na wameruhusu mashabiki waingie bure. Tuizungumze kwanza hii nia yao ya dhati kuhitaji kwenda hatua ya makundi kwa support kubwa ya mashabiki. Mashabiki wetu sisi wa Tanzania hapa sisi tunajijua. Mashabiki wa Tanzania kwa kujaza uwanja
kwa bure tunaongoza. Shida mashabiki wa Tanzania tushangilii. Hawa mashabiki ambao ni wengi baadaye kama mambo yataenda tofauti wanajaribu wanakuaga maadui hao. Wanakuwa wanakuongezea pressure. Hawa wa mashabiki. Kwa hiyo issue kubwa kwa upande wa Yanga ilikuwa sio mashabiki, performance ndani ya dakika 90. Hawa mashabiki ambao wameingia wanataka kuja kuona mpira mzuri na Yanga imeenda kuwin. Kama Yanga haitapata matokeo, hawa mashabiki wanageuka kuwa maadui. Hawa mashabiki ambao leo wameingiza bure wataenda watalalamika, wataenda kutukana kosi. Kwa hiyo Yanga issue kubwa wakaonesha ndani ya dakika 90 kwenye pitch pale. Pitch leo inawahitaji kuliko hata mashabiki. Kwa hiyo issue ya Yanga ni uwanjani zaidi kwa siku ya leo. Umezungumzia kuhusiana wao kumuondoa kocha Ramon Folz. Kwa upande wako ulikuwa unaona kocha ndio tatizo ama kikosi kwa ujumla cha Young Africans bado hakijajipata ndio tatizo? Kikosi cha Yanga. Yaani ukiangalia na kocha namna mifumo yake pia migumu, lakini kikosi. Tumeangalia Yanga tangu inaenda kucheza Rayon Sport ni timu ambayo inaonekana moja kwa moja ni timu ambayo inaunga. Nadhani nimeangalia hata tulivyocheza Simba na Yanga, Yanga ilinufaika kwa bahati pekee, lakini tuliwashambulia sana. Tuliwashambulia mno, pengine ubora tu wa golikipa wao. Kwa hiyo Yanga moja kwa moja wachezaji wao wameshuka viwango. Kocha ni kama mbuzi tu akafara kwa sababu yeye ndio anahusika kupanga mifumo. Hamna kocha anayefukuzwa kwa sababu mchezaji amecheza chini ya kiwango. Anafukuzwa kocha kutokana na timu haipati matokeo, lakini moja kwa moja mimi kwa Yanga nadhani pia tatizo wakati mwingine ukilidiscuss sana halikuwa kwa upande wa kocha, tatizo wachezaji wakina Pacome wameshuka viwango, wakina Maxim pia Zengeli wamedrop kidogo viwango. Umezungumzia ubora wa golikipa wao ndio uliwasaidia kwa kiasi kikubwa. Leo pia anahitajika awe fiti kwa asilimia kubwa, lakini pia kusaidiwa na eneo pale la ulinzi. Eneo zima la ulinzi unajua kama linafanya vizuri umchoshi golikipa. Hata golikipa kuna wakati anakuwa anajitoa, lakini kama eneo la ulinzi linafanya makosa mengi, golikipa kuna wakati anaweza akaokoa, naye ni binadamu akaenda akachoka. Kwa hiyo wakina Baka, wakina Job waendelee wakacheza vizuri bora kabisa, wakina Boka huko pembeni waende wakacheza vizuri, timu iende ishambulie pia iwe inajilinda. Kama itaenda kushambulia wote hawa jamani wataalamu sana wa counter attack. Wanaweza Yanga hawa mashabiki wao baadaye sisi tutahuzunika nao pamoja. Wanasema msiba huanza na mfiwa, wengine wanakuja kama waombolezaji. Sisi wakina William baadaye tutakuwa tunaomboleza nao kwa pamoja, lakini moyoni tunafurahi. Confidence ya wapinzani wa Young Africans, tunawazungumzia Silver Strikers. Hebu tuizungumzie kidogo. Wameshuka uwanja wa Mkapa wakiwa na vibe kubwa. Ni inatosha tu goli moja ambalo lilipata wakiwa nyumbani kuwa na confidence kiasi. Kitu ambacho moja kwa moja wanaonesha kule kocha wao yule ana tactical ability. Namna gani anaweza kutafsiri mbinu za wapinzani. Moja kwa moja ameona Yanga namna yao ambao yana ubora. Kwa hiyo moja kwa moja ataenda kutafsiri mbinu za wapinzani. Ndio maana amewatoa hofu. Tumeona wamekuja kwa kurelax. Hata kule tu walivyoshinda wameonesha wamefly kama mechi wameimaliza vile. Kwa hiyo wanajua namna gani ya kwenda kucheza na mpinzani ambaye anahitaji matokeo kwenye uwanja wa nyumbani. Kwa hiyo kama wataweza kumtengenezea Yanga pressure ikawa kubwa zaidi, nadhani pengine ndio kile kitu ambacho walikuwa wanaonyesha kwamba hawana hofu yoyote. Maana hata namna walivyokuja, hata mazoezi yao ya mwisho mimi nimeyashuhudia, ni timu ambayo inaonyesha kama imemaliza mchezo vile. Kwa hiyo nadhani tutaenda tuwaone kwenye dakika 90 ni kitu gani ambacho wanaenda kumuuliza Yanga, na Yanga kama ataenda kujibu kwa wakati, Yanga ataenda kunufaika na matokeo. Lakini kama atashindwa kuwajibu maswali ambayo Silva wataenda kumuuliza, Yanga nadhani wanakuwa wanaishia hatua hii. Azam FC hao makundi. Neno lako kwa Azam FC? Tunawapa hongera sana. Azam ni timu ambayo tulikuwa tunasema kitu pekee kinachofanya vizuri ni Azam TV pekee. Sasa hivi tumewaongeza na wao Azam FC waenda kufanya vizuri sana chini ya kocha Ibenge. Ile ndo Azam ya maziwa na asali ambayo watu wengi walikuwa wanaitaka. Mtoto wa tajiri ameweza kwenda kufanya vitu vizuri. Pia tunaombea na Singida waweze wakaende kufanya vizuri walau na wao twende kama nchi kwa pamoja kwenye hatua ya makundi. Asante wewe. Nashukuru sana.